Mathayo 11 mpaka mstari wa 12. Mathayo 11:12 maandiko yanasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, na wenye nguvu huteka. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, na wenye nguvu huteka kwa ufalme wa Mungu. Leo tutakuwa tuna prayer points 3. Tutakuwa tunaomba matatu ya kuombea. Tutaendelea kuombea juu ya nguvu za Mungu katika maisha yetu. Bwana atujaze nguvu. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, na wenye nguvu huteka. Aina hii ya nguvu ambayo inahitajika kwa ajili ya kuteka ufalme wa Mungu si aina ya nguvu ambayo tunaipata kwenye misosi ya dona na ndizi na wali na nini. Ingekuwa hivyo basi hapo mtu angekuwa na shida. Aina hii ya nguvu tunahitaji nguvu ya Mungu ya kutusaidia kushinda. Ukisoma maandiko vizuri utagundua kuna aina kama 5 za nguvu za Mungu. Tuna aina kama 5 za nguvu za Mungu. Aina kwanza ya nguvu za Mungu inaitwa dunamis. Dunamis, D-U-N-A-M-I-S, dunamis. Hii ni aina ya nguvu ya Mungu itendayo maajabu. Ni wonder working power au miracle working power. Ni aina ya nguvu ya Mungu itendayo maajabu, au ni nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo mwamini anaipokea, inaitwa dunamis. Maandiko yanasema hata siku za Yohana Mbatizaji, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wanauteka. Kwa aina ya kwanza ya nguvu ambayo anahitaji mwamini inaitwa ni dunamis, na ambayo ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8 anasema, nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Samaria, hata misho ya nchi. Kwa aina ya nguvu ambayo tunaipokea anapokuja Roho Mtakatifu juu yetu inaitwa ni dunamis. Nguvu ya Roho Mtakatifu katika maisha ya mwamini, ambayo hiyo ndio nguvu inamsaidia kustahimili, inamsaidia kuwa shahidi wa Injili. Na si tu kwa maana kuwa shahidi. Neno shahidi linalotumika kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8, tafsiri ya neno shahidi ni neno mataya. Mataya. You shall receive power and you will become a mataya. Mataya ni mfia imani. Ni mtu ambaye yuko tayari kufa kwa ajili ya kile anachokiamini. Ni mtu ambaye yuko tayari kufa kwa ajili ya Mungu. Kwa tukishapokea nguvu, si tu kama tunakuwa mashahidi, tunakuwa mashahidi wenye uwezo wa kufia imani au kumfia Yesu au kufia kile ambacho tunakiamini. Bwana anasema, nanyi mtapokea nguvu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Sio tu shahidi wa kwenda mahakamani kutoa ushahidi wa uongo. Tutakuwa ni mataya. Mataya. Maana yake uko tayari kusimama na Mungu mpaka kifo. Na tunaona shahidi wa kwanza aliyefia imani anaitwa Stefano, the first mataya. Stephen, tunamwona ni Stefano. Kwa kuna viwango fulani vya kuwa shahidi wa Yesu atakuwa navyo mpaka tupokea nguvu. Hii aina nguvu inaitwa dunamis au nguvu ya Roho Mtakatifu katika maisha ya mwamini. Bwana asifiwe. Amen. Na aina ya pili ya nguvu, aina ya pili ya nguvu inaitwa kratos. Aina ya pili ya nguvu inaitwa kratos. Aina ya pili ya nguvu tunaita ni kratos. Aina ya tatu ya nguvu tunaita exousia. Kratos kwa maana K-R-A-T-O-S, kratos. Na aina ya tatu ya nguvu inaitwa exousia. E-X-O-U-S-I-A, exousia. Kratos, exousia. Hiyo ni aina tatu ya nguvu inaitwa exousia. Kratos, exousia. Aina ya nguvu inaitwa iskas.
Iskas. Aina tena nguvu inaitwa, you can go on, some say epikaiso. Na ile epikaiso manake ni highest manifestation of God's glory. Kiwango cha juu kabisa cha udhihirisho wa uwepo wa Mungu kinaitwa epikaiso. Aina nyingine na nyingine. So tunahitaji moja ya aina hizo nguvu. Kuna ambayo ni nguvu ya kustahimili. Nguvu ya kustahimili. Kwenye hizi aina nguvu kuna nguvu ya kustahimili. Power to withstand. Kustahimili nyakati ngumu, kustahimili majaribu, kustahimili chochote kile. Lakini ina nguvu utakuwa kwenye zile ina nguvu pia nyingine ni mamlaka, authority. Nguvu ya kumiliki na kutawala. So, maandiko nasema leo sitaki kufundisha juu ya aina za nguvu za kiroho. Haya kuonesha maandiko nasema tangu siku za ubatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu na wenye nguvu wanauteka. Moja kinazalisha nguvu ni maombi. Prayer. Maombi. Yakobo 5:16 anasema maombi ya mwenye haki yafaa sana kama kwa bidii. Kiingereza anasema the heartfelt prayer of a righteous man makes tremendous power available. Kwa maombi ya mwenye haki yaliyoendelea yanafanya nguvu ziwepo. Ndio maana adui atamesi na kila mtu, lakini si mtu anayeomba katika bidii na maarifa. Jambo lingine cha nguvu za Mungu, neno la Mungu. Ibrania 4:12. Neno la Bwana li hai tena lina nguvu. Ibrania 4:12. Neno la Bwana li hai na lina nguvu. It is powerful and energizing. Linachia nguvu. Kwa point ya kwanza tunayoomba leo ni Bwana tusaidie kutuongezea nguvu za kiroho. Tumeona jana kama una mafuta ya kiroho, kama imezima Yesu akija usitakoma. Kwa tunahitaji kuomba Bwana tuongezee nguvu za kiroho. Kwa maana bila nguvu hautaweza kuteka ufalme. Ufalme wa Mungu tunajiingiza wenyewe kwa nguvu. Kwa sababu ndiko nasema njia ya kwenda uzimani imesonga. Njia ni pana inayoenda upotevuni. Lakini njia ambayo inaingia kwenye uzima imesonga. Kwa lazima ufanye kazi ya ziada kuingia. Lazima ulipe gharama kuingia kwenye ile njia ambayo imesonga. Lazima ulipe gharama. Kwa sababu njia kuingia uzimani imesonga. Njia kwenda upotevuni ni pana mno. Njia kwenda disco ni pana mno. Njia kwenda kwenye night club ni pana mno. Lakini njia ya kuingia uzimani imebana. Na kwa kweli bana lazima tujilazimishe kuingia kwa nguvu. Tunajiingiza kwa nguvu. We are advanced by power. Bwana akupe neema ya kustahimili. Bwana akupe nguvu ya kusimama bila kuchoka. Bwana akupe nguvu ya kusimama. Haijalishi mlima kiasi gani usimame mpaka mwisho wa safari. Amen. Na point ya pili, na tuombe kwa habari ya roho ya umoja ndani ya kanisa. Roho ya umoja ndani ya kanisa. Adui akitaka gawe kanisa, kitu anaondoa umoja. Maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Mwanzo, adui akitaka gawanye kanisa, anaharibu umoja. Mwanzo 11:1, nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ingawa watu waliposafiri pale za mashariki walienda nchi tambarare katika nchi ya Shinari huko. Angalia mstari wa 10. Maandiko yanasema, angalia mstari wa 9. Kwa sababu ile jina lake Makaya. Mstari wa 6, Mwanzo 11:6. Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja. Haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno watakaolikusudia kufanya. Roho ya umoja. Roho ya umoja. Mwanzo 11
na mstari wa kwanza na mstari wa 6. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Zokaenda mpaka pale chini. Mstari wa 4, wakasema haya, na tujengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tukajifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja. Haya ndiyo wanayoanza kuyafanya wao. Sasa hawatasuiliwa neno ambalo likusudia kulifanya. Hawa watu wamekaa pale. Sifa ya kwanza maandiko yanasema walikuwa ni lugha moja na usemi mmoja. Ili mambo yaende lazima tuwe tuna lugha moja na usemi mmoja. You speak the same language. Mstari wa 6, baada walipoona ni lugha moja wakazimia kujenga mnara. Hawezi kujenga mnara kama hauna lugha moja. Hawezi kujenga familia kama hauna lugha moja. Hatuwezi kujenga kanisa lenye nguvu kama hatuna lugha moja. Maandiko yanasema mstari wa 6, Bwana akashuka akasema, tazama hawa ni taifa moja. Kuwa taifa moja haitoshi. Wana lugha moja. Lugha yao ni moja. Haya ndiyo wanaanza kuyafanya. Wana sasa hawatakuzuiliwa neno la usiofanya. Watu kisha kuwa taifa moja na lugha moja, hakuna cha kuwazuia. Tukiongea lugha moja, ni saa ya maombi wote maombi. Ni saa ya kufunga wote mifungo. Ni saa ya kuimba wote tunaimba. Ni saa ya kesha wote tunakesha. Tukiwa tuna lugha moja, maandiko yanasema hawatazuiliwa neno. Bwana sifiwe. United we stand, divided we fall. Roho ya umoja ndani ya kanisa. Na moja kitu kinaharibu roho ya umoja ni viburi, kujiona, kutoambiwa, kutoshuka. Think you are very special. Nobody is special. Maneno mwisho. Amejibu kwa wakati. Amejibu maombi. Jamani Yesu. One more. Oh, amejibu maombi. Amejibu kwa